Zenj TV, tujivunie nyumbani. Leo hii siku ya Jumapili ya tarehe 7 ya mwezi huu wa 12 Disemba mwaka 2025, katika mwendelezo wa michuano ya Ligi Kuu Tanzania Bara, ni kwamba kulipigwa michezo miwili katika viwanja tofauti na kwa nyakati tofauti. Na leo hii vilabu vikubwa viwili kutokea hapa Tanzania kati ya Simba na Yanga, ni kwamba vilabu hivi kwa siku ya leo vimeshuka dimbani kuzipambania alama tatu. Mchezo mapema leo hii ulikuwa ni mchezo wa Mzizima Dabi, mchezo ambao unawakutanisha mahasimu wawili kati ya Simba na Azam. Mchezo huu wa Simba dhidi ya Azam ulipigwa majira saa 11 za jioni katika dimba la Lupaso, kwa maana dimba la Benjamin Mkapa. Na mchezo huu ndani ya dakika 90 kutamatika, ni kwamba matajiri wa Chamazi kwa maana ya Azam FC walifanikiwa kuweza kuibuka na ushindi wa magoli 2-0 mbele ya klabu ya Simba. Na kwa kweli huu mchezo ulikuwa na mvutano mkubwa sana kuanzia kipindi cha kwanza hadi kipindi cha pili, na ulikuwa ni mchezo ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu kubwa sana na mashabiki wa pande zote mbili, kwa maana mashabiki wa klabu ya Simba na mashabiki wa klabu ya Azam FC. Na kwa upande wa wachezaji ambao kwa siku ya leo walifanikiwa kupachika magoli katika mchezo wa Mzizima Dabi ni pamoja na Kitambala, ambapo kwenye dakika ya 81 ndani ya kipindi cha pili alifanikiwa kuweza kuiandikia Azam bao la kuongoza. Lakini kwenye kipindi hicho cha pili kwenye dakika 89 Idi Suleiman Nado alifanikiwa kuandikia Azam FC bao la pili, na hadi kutamatika kwa mchezo huu wa Mzizima Dabi ni kwamba Azam FC 2 na Simba 0. Kwa upande wa mchezo mwingineo leo hii ulikuwa ni mchezo kati ya Wagosi wa Kaya kwa maana ya Coastal Union dhidi ya Wananchi Young Africans kwa maana ya Yanga. Na kwa mchezo huu wa pili kwa siku ya leo ulipigwa mnamo majira saa 1:15 za usiku katika dimba la Mkokwani kule mkoani Tanga. Na kwa mchezo huu ambao Coastal Union wamewalika Wananchi Young Africans, ni kwamba mchezo huu umetamatika kwa Coastal Union kukubali kichapo cha goli 1-0, bao pekee ambalo lilifungwa na mwanamfalme kwa maana Prince Dube kwenye dakika 88, na ndio bao pekee ambalo kwa siku ya leo limewapatia ushindi Wananchi kwenye dakika za jioni kabisa. Unaonaje matokeo haya katika michezo miwili ambayo imepigwa kwa siku ya leo katika mwendelezo wa NBC Premier League? Ningependa sana kusoma maoni yako kupitia section comment, lakini pia niendelee kukukumbusha, kama bado haujasubscribe, kulike pamoja na kucomment, basi tunakusihi sana uweze kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani pamoja na taarifa mbalimbali za matokeo kwa kila siku na kila wakati. Zenj TV, tujivunie nyumbani.